Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya nusu fainali ambao tumetoka kuutazama hii leo kutokea katika uwanja wa New Amani Complex uliopo visiwani Zanzibari, ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch kutokea katika nchi ya Afrika ya Kusini. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni Mtanzania umeweza kufurahishwa na matokeo ambayo klabu ya soka ya Simba wameweza kuyapata dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch, like video yetu, alafu sasa twende kwenye comment section katuambie kwa upande wako wewe, je, ni mchezaji gani wa Simba Sports Club ambaye ameweza kukukosha leo? Je, ni Jean Charles Ahoua? Je, ni Elie Mpanzu? Basi nenda eneo la comment katue maoni yako, kwa sababu ni mchezo wa nusu finali ambao Simba wameweza kucheza visiwani Zanzibar. Fahamu katika kipindi cha kwanza klabu ya soka ya Simba Sports Club walikuwa aggressive sana na kuweza kutekeleza mashambulizi katika lango la klabu ya soka ya Stellenbosch, lakini tunashuhudia katika dakika ya 45 zikiwa zimeongezwa dakika 4, basi kwa upande mwingine klabu ya soka ya Simba waliweza kupata mkwaju wa faulo, ambapo faulo hiyo iliweza kupigwa na Jean Charles Ahoua, kisha Jean Charles Ahoua akaweza kuiweka wavuni, na tunashuhudia kwa upande mwingine goli hilo likaweza kuifanya klabu ya soka ya Simba kuwa kifua mbele katika kipindi cha kwanza. Katika kipindi cha pili klabu ya soka ya Simba Sports Club wakarejea, mwendo ukawa ni ule ule kuendelea kulisakama lango la klabu ya soka ya Stellenbosch, lakini ndio hivyo mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi klabu ya soka ya Simba Sports Club wameweza kufanikiwa kuibuka na matokeo chanya dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Kwa sasa kinachosubiriwa ni mchezo wa marejeano ambao kwa upande mwingine utakwenda kuchezwa pale nchini Afrika Kusini ili Simba kwenda fainali. Basi kwa upande mwingine wanahitaji kupata sare ya 0-0 ama sare ya mabao yote yale ili kuweza kuqualify kwenda fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho kwa msimu wa mwaka 2024-2025, ambapo Simba wataweza kuweka rekodi kama wakienda kufanikiwa kupata matokeo ya draw pale nchini Afrika Kusini, mchezo ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumapili ya tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka 2025. Sasa mara baada ya klabu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja katika mchezo wa mkondo wa kwanza nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu ameweza kutoa pongezi zake kwa kikosi chekundu wa Msimbazi kuweza kuifunga klabu ya soka ya Stellenbosch. Rais Samia anasemaje? Anasema hivi: hongera sana kwa klabu ya Simba kwa ushindi katika mchezo wa mashindano ya kombe la shirikisho la soka Afrika CAF Confederation Cup. Mmeleta furaha kwa mashabiki wenu na Watanzania wote na kuipeperusha vyema bendera ya nchi yetu. Motisha kutoka kwangu mtaipokea kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Nawatakia kila laheri. Huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mama Samia Hassan Suluhu akifurahia ushindi ambao Simba wameweza kuupata katika mchezo wao wa mkondo wa kwanza. Ikumbuko Simba watakwenda kupokea kiasi cha shilingi milioni 10 kwa bao moja ambalo wameweza kufunga katika mchezo huu wa mkondo wa kwanza kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Kwa hiyo ndio hivyo, rais ameweza kuipongeza klabu ya soka Simba kwa kuendelea kupeperusha vizuri bendera ya nchi ya Tanzania, lakini kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu barani Afrika CAF nao pia wameweza kutoa pongezi katika mchezo huu ambao Simba wameweza kupata ushindi, mchezo wa mkondo wa kwanza. Shirikisho la soka barani Afrika CAF linasemaje? Cha kwanza, wameweza kuliposti bao la Jean Charles Ahoua ambao ameweza kulifunga, kisha wakaandika hivi: Jean Charles Ahoua delivering in the final moment of the first half, akimaanisha kwamba Jean Charles Ahoua ameweza kufunga bao la kwanza katika kipindi cha kwanza. Lakini haikuishia hapo. Mara baada ya mchezo kutamatika kupitia shirikisho hili la soka barani Afrika CAF likaweza kuandika hivi: after holding the first half lead, Simba Sports Club clinch a crucial home victory, akimaanisha kwamba baada ya Simba kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi katika kipindi cha kwanza, basi Simba wameweza kushikilia ushindi wao na kuweza kupata ushindi katika mchezo wa mkondo wa kwanza kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya nusu fainali. Kuna wataalamu wa tiba za asili, lakini Sheikh Issa Sultan ndiyo kiboko yao. Kutana na Sheikh Issa Sultan kwa huduma zifuatazo: kusafisha nyota, matatizo ya uzazi, mvuto wa biashara,
kuondoa nguvu za giza, kurejesha nguvu za kiume, kukomesha usaliti kwenye ndoa, kushinda bahati nasibu. Jinsi ya kuwasiliana na Sheikh Sultan, unaweza kumpigia simu namba 0756465818 au 0680476277. Pia unaweza kumtafuta kupitia WhatsApp kwa namba hizo hizo. Mpigie muda wote Sheikh Sultan ili utibiwe. Hakika Sheikh Sultan ndiyo kiboko yao.